Tutapata kutoka kwa kiongozi huyu, atatuambia ni nani, lakini kubwa zaidi liwakutanisha hapa ni kitu gani? Karibu. Ufunguzi wa mafunzo ya kamati ya wanawake kutoka Benki Kuu ya Tanzania, na ni mafunzo ambayo yameratibiwa na Benki Kuu kwa kushirikiana na chama cha wafanyakazi TWICO. Hivyo basi mafunzo haya yamewakutanisha wanawake kutoka matawi yote ya benki, wanawake wa kamati ya wanawake ambao ni wawakilishi katika kundi la wanawake, ambapo wamekuja kwa ajili ya uwezeshwaji wa masuala ya kiuongozi pamoja na mafunzo mbalimbali mtambuka atakayowezesha kuwa viongozi bora au kutekeleza majukumu yao katika namna ambayo inafaa. Labda mtazamaji katika kipindi hiki anataka kufahamu, tunapozungumzia tume ya usuluhishi mambo yakoje huko? Karibu. Tume ya usuluhishi na uamuzi kimsingi ni chombo cha serikali na ni chombo ambacho kipo kwa ajili ya utatuzi wa migogoro ya kikazi, lakini mtu akiniuliza mambo yakoje, labda kwa hivi sasa jambo letu ambalo ni jipya kwa hivi sasa ni mfumo mpya wa utatuzi wa mashauri ya kikazi. Tuna mfumo unaitwa e-utatuzi. Katika mfumo huo ambapo wadau waliopo katika mafunzo yao pia ni wadau wetu katika huduma hiyo. Hivyo katika mfumo huo umeweka urahisi wa namna ya utatuzi wa migogoro ya kikazi kwa kuwarahisishia wananchi na wadau kushughulikia matatizo yao wakiwa mahala walipo, tofauti na awali ambapo walikuwa wakitumia gharama kuhakikisha kufika zilipo ofisi ama kuingia gharama kubwa kwa ajili ya matumizi ya karatasi pamoja na huduma kadhaa ambazo hivi sasa zimerahisishwa kupitia mfumo, ambapo mifumo hiyo ndio namna ambayo serikali imejikita huko, kama ambavyo imekuwa ikielekezwa na Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wafanyakazi wanatakiwa kuwajibika, na pili, waajiri wawaboreshee wafanyakazi maslahi yao na kuhakikisha wanatekeleza haki za wafanyakazi zinazingatiwa katika maeneo yao ya kazi. Ndio maana mpaka sasa hivi tumetoka Mei Mosi Njombe, tumeunganisha moja kwa moja kwenye kikao cha wakina mama cha BOT ili kuwawekeza uwezo na kutoa mafunzo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya uongozi, afya kiujumla, kwa sababu kuna daktari wa kina mama, masuala ya afya ya akili na kadhalika. Kwa nia gani? Uzalishaji uongezeke na wafanyakazi wawe mahiri na kufanikiwa katika mambo yao kwa ujumla. Karibu, tuambie kwamba kwa kule Zanzibar tunapozungumzia masuala kama haya mambo yakoje? Karibu. Zanzibar kweli issue ni ya mimi nadili na Zanzibar branch kamati ya wanawake, kwa hiyo hali iko shwari, mwajiri wetu anatuwezesha, ndio maana leo tuko hapa, tumejiunga wanawake wote wa viongozi wa kamati za wanawake zote za Benki Kuu. Tuko hapa tunapata mafunzo ya kutupatia uwezo zaidi katika sekta ya uongozi. Kuwapatia uwezo sekta ya viongozi, lakini siishi hapa. Hebu tusikie katibu TWICO Morogoro anazungumziaje. Sisi kama chama kupitia katibu mkuu wetu TWICO Taifa Boniface Yohana Kakatisi, kuna utaratibu wa kuwajengea uwezo viongozi wetu katika matawi mbalimbali, ili viongozi hawa wanaporudi katika maeneo ya kazi iwe rahisi kufanya kazi kwa mujibu wa katiba, taratibu, kanuni na miongozo ya taasisi. Moja kwa moja katika studio zetu za ITV zilizoko pale Mikocheni, Dar es Salaam, ni kwamba ni mazungumzo haya ambayo yalikuwa yakifanyika, lakini kubwa zaidi ni kwamba tayari ni wanawake kutoka benki ya BOT, hasa wakiwa wanapatiwa mawili matatu kwa ajili ya kuweza kuendesha mambo yao. Lakini nisiende mbali, niseme tu kwamba hapa ni mwisho wa kipindi chetu hiki, na mimi ni Sifuni Mshama. Sifuni, asante sana kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, mwisho habari za saa kwa sasa, mjue zaidi inafuata hivi punde. Shukrani.